Ni safari ya kutoka Lodwar kuelekea maeneo ya Nakukulas Ngamia 8, eneo lililo na mzozo wa mafuta ambapo wiki 3 zilizopita wakazi wenye ghadhabu walisitisha usafirishwaji wa mafuta wakilalamikia utovu wa usalama. Pindi tu wakazi walipovamia Ngamia 8 na kukatiza oparesheni, kampuni ya Tullow iliwaondoa wafanyikazi wake wote kutoka Turkana. Walisema tu mafuta itaenda, hakuna kitu mtafata. Sasa sisi wananchi tunasema kwamba hakuna kitu, mafuta haitaenda kwa sababu sisi hakuna kitu anatusaidia, inaenda bure hivyo. Kuondoka kwa wafanyikazi wa Tullow hapa kumesababisha mahangaiko kwa wakazi wa Nakukulas na Lokicheda, Kodekode na Lomokamar waliokuwa wamezoea kuletewa maji safi kila siku kwa malori ya Tullow. Matangi ya maji hapa yamekauka kwa wiki 3, maji ya kunywa na ya matumizi ya nyumbani hakuna. Tangu Tullow amefunga maji, sisi tutapata shida sana ya kiu. Ile wiki moja watu bado kupata maji kwa hapa. Matangi haya yalikuwa yanajazwa maji yaliyotumiwa na maelfu ya wakazi na mifugo hapa, lakini sasa hakuna hata tone. Ni kilio cha wakazi wanaoishi karibu na maeneo ya Ngamia 8 ambapo kwa muda wa wiki 3 sasa wamekosa maji ya kunywa. Watoto wadogo pamoja na watu wazima wanasema wanakumbwa na kiu. Sasa wanalazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 hadi maeneo ya Kalapata, huku wengine wakiamua kuandama kampuni moja inayokarabati barabara hapa na kuwalazimisha wawape maji ya kunywa. Mara hapa wametusumbua sana, wanataka maji na ile hali maji ni ya barabara. Sasa nimeprefer tuwape kwa sababu wametusumbua kwa muda mrefu sana, wanakuja mpaka hata wanataka kuingia kwa gari. Sasa inabidi tunawasuia, lakini sasa imebidi tuwape kwa sababu sasa wanaumia sana. Wafanyabiashara wa Lokichar wanalalama kwa sababu ya kusitishwa kwa shughuli ya usafirishaji wa mafuta kumesababisha biashara za mji wa Lokichar kudidimia. Hata mboga yetu ambayo tunakatakata ilikuwa saa hiyo hata ilali paka kesho mboga inaisha. Hata watu wengine ambaye na hawa wenye wanauza vitu ya kipanda, matunda kila aina ilikuwa inaisha, lakini saa hii watu wanalia kuwa hakuna pesa. Na ingawa huu unaonekana kama mwiba wa kujidunga, kwani wakazi ndio waliositisha huduma hizi kwa sababu za ukosefu wa usalama, wanashikilia kuwa ni sharti serikali isikize kilio chao cha kuongeza mgao wa mapato ya mafuta. This 5% must pass through the cuts. Only that the community will accept the oil to go for the second round. They have gone the first round, now the second round it won't go. Ili kuepuka malumbano na balaa ya mafuta yanayoshuhudiwa, ni sharti serikali na kampuni ya Tullow ifanye mdahalo na kuweka mkataba wenye uwazi na wakazi. Cheboit Emmanuel, Citizen Nipashe kutoka kijiji cha Nakui, Turkana ya Kusini.